وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة. أحبابي في الله، أما بعد أن نشكر الله وأن نصلي على سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل، فإن الفوز لا توجد إلا بتقواه. Mpenzi wa Allah, baada ya kumshukuru Allahu jalla waala kuelekeza sala na salamu kwa kipenzi cha umma Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, jambo ninaloanza nalo ni kuwahusieni basi na kusahau kuhusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allah. Atakwa ucha Mungu ndio sababu pekee ya kufaulu kwa mja katika mgongo wa ardhi, pia ni sababu ya kufaulu kwake yeye mja endapo atakapokuwa mbele ya Allah subhanahu. Ahbabi fillah, nahnu fi nihayati Ramadhana, tupo katika ukingoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa leo ni tarehe 28 mwezi wa 9 1443, ambao kiuzoefu ni mwezi 28 Ramadhani. Inamaanisha hakujabaki pamoja nasi isipokuwa siku moja ama siku mawili. Ahbabi fillah, Ramadhani inaisha, mwezi wa kusamehewa madhambi, mwezi wa kulipwa zaidi na zaidi kuliko miezi mingine iliyotangulia. Madha faalna fihi, tujiulize nafsi zetu, tukae chini wenyewe tujipigie mahesabu, tumefanya nini katika kipindi kizima cha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Je, tumeingia katika matarajio ya kutarajia kusamehewa dhambi zetu na kulipwa zaidi na Allahu jalla waala kwa sababu ya ibada nyingi tulizokuwa tukizifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Au tulijisahau tukaghafilika katika mwezi mzima kwa kiasi ambacho mpaka mwezi unaisha, kama tunakaa chini tunajipigia mahesabu wewe mwenyewe, bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu yeye mwenyewe akijichunguza tu anaona kwamba mimi nipo katika sehemu gani, nipo katika daraja lipi. Aina nahnu min Ramadhana, yeye kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tupo ukingoni sasa, tumefikia wapi? Ahbabi fillah, mawdhu'atuna al-yawm, mawdhu'a yetu ya Ijumaa yetu hii ya leo, Ijumaa ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 1443 Hijiria. Kichwa cha habari chake kinasema qad hana yaumul farh, imekaribia siku ya kufurahi Waislamu, imekaribia siku ambayo Waislamu wanatakiwa wawe katika furaha. Fa inajtahidu bihi bittaqwa wa bitaa, tujiandae kwa ajili ya siku hiyo ya kufurahi kwa uchamungu pamoja na kumtii Allah jalla waala. Qad hana yaumul farhi, imekaribia siku ya kufurahi Waislamu. Falinajtahidu bihi bitaati wa taqwa,
tukae chini, tujiandae, tufanye maandalizi kwa ajili ya ucha Mungu na kumtii Allah ndani ya siku hiyo ya furaha, siku za kufurahi Waislamu ambazo zimewekwa na utaratibu wa Uislamu, ambazo Allah Jalla wa Ala anaziridhia, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziwekea ubainifu na upambanuzi. Pia si kwa elimu ya maneno, tuna elimu ya vitendo kwa masahaba waliokuwa nao, kwamba siku watu mnabidi mfurahi hivi. Siku hii kwa Waislamu wanatakiwa wafurahi katika hali ya ucha Mungu na vile hali ya kumtii Allah Jalla wa Ala, na wala tusijifananishe na wengineo kwamba ikawa ndio siku ya maasi, siku ya hili na lile katika mambo ambayo yatamridhisha Allah Jalla wa Ala, wakati ambacho mtu anajisahau yale aliyofanya, jitihada alizopindana nazo kuanzia mwanzo wa mwezi mpaka mwisho, anakuja kukamilisha mwezi kwa mabaya ambayo yanachafua mwezi mzima. Qad hana yaumul farh, imekaribia siku ya kufurahi. Fa inajitaizu bihi bitaati wattaqwa, tujiandae kwa ajili ya siku hiyo kwa kumtii Allah na pia kwa ajili ya kumcha Allah. Ahbab fillah, Allah Jalla wa Ala anasema kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un. Sema ewe Muhammad, kwa fadhila za Allah na rehema zake Allah, fabidhalika, basi kutokana na hayo, falyafrahu, wa afrahi, huwa khayrun mimma yajma'un, kufanya hivyo ni bora zaidi kwa wao kuliko hayo wanayokupia kwenye dunia, kuliko hayo wanayokusanya katika dunia. Kul bifadlillahi wa birahmatihi falidhalika falyafrahu. Aya hii wanazuoni wa tafsiri, wafasiri wa Qur'an, katika kuifasiri aya hii wamesema kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kuna waliosema bifadlillahi maana yake al-Islam, yani kwa fadhila za Allah, kwa maana kwa Uislamu. Sema kwa Uislamu ambao umeneemeshwa kuwa katika Uislamu, dini ya haki. Wa birahmatihi wakasema maana yake al-Qur'an, makusudio ni Qur'an. Kwa hiyo sema Muhammad, kwa kupitia hii dini ya haki Uislamu, na vile vile kupitia Qur'an, kutokana na hivyo ambavyo vilivyokabidhiwa na Allah, neema ya kuwa katika Uislamu, vile vile kuwa katika fadhila ya kupewa Qur'ani iwe ndiye mwongozo kwenu nyinyi, fabidhalika falyafrahu, kwa hivyo basi na wafurahi. Tofauti na wengine tulivyojijengea mazoea katika ufasiri wa aya hii, kwamba tukisema kwamba kumesema falyafrahu kukimaanisha kwamba hakuna namna maalum ya kufurahi, vyovyote vile utakavyotaka kufurahi utafurahi. La, bifadlillahi bimaana al-Islam, kwa maana ya Uislamu. Je, Uislamu umekuwekea mienendo gani, mlolongo gani katika masala ya kufurahi kwa wewe Muislamu? Ndio tulivyoangalia. Wala tuna maana falyafrahu basi ina maana vyovyote vile utakavyotaka wewe ufurahi, la, bali bifadlillahi kwa maana yake bil-Islam wa birahmatihi al-Qur'an. Ama wafasiri wengine akasema kwamba bifadlillahi maana yake al-Qur'an, birahmatihi al-Islam, vyote vile vikiwa vipo katika kushikamana kwa maana moja. Kwa hiyo inamaanisha furaha yako haina maana kwamba ufurahi vile utakavyo, bali ufurahi kwa kuangalia mfumo wa Uislamu unataka vipi, ufurahi kwa kuangalia Qur'ani na kuelekeza vipi katika masuala mazima ya kufurahi. Hivi ndivyo tunavyotakiwa tuishi katika siku zote ambazo zilizoainishwa kwetu sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni za kufurahi na kusherehekea katika siku hizo. Ahbabu fillah, tuendapo tutakaposema kwamba hakuna maana au hakuna siha maalumu, mwenendo maalumu, namna maalumu ya kufurahi, tunaweza tukaingia katika makosa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tayari Allah katika aya nyingine ameshasema Allah hampendi mtu ambaye mwenye kujifurahisha, mwenye kufurahi. Inamaanisha kwamba yule mwenye kufurahi pasi na kufuata mwongozo uliokuwa sahihi. Ndio aliposema Allah, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa
idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Allah anasema kwamba hakika Karun alikuwa ni miongoni mwa watu wa Musa, lakini akafanya uadui, akafanya uasi hali ya kumwasi Allah jalla waala. Lakini pia tulimpa neema, tulimpa kunuzi zake, zile hazina zake, mali alizokuwa nazo wanazibeba watu wenye maguvu sana, na hata hivyo mabega yao yanateremka chini kulingana na uzito wa funguo ya hazina hizo, kwamba alipewa mali nyingi. Lakini pindi waliposema watu wake kumwambia la tafra, usifurahi, usijifurahishe katika misingi ambayo Allah haitaki, inna Allah la yuhibbul farihin, hakika ya Allah hawapendi watu ambao kujifurahisha kwa hali ambayo hawafuati mwongozo wa dini uliokuja, mwongozo sahihi. Kwa hiyo ndipo tunaposema kwamba fayafra, unafurahi tu, tunaingia katika hii aya. Allah hawapendi watu wenye kujifurahisha basi na kuangalia mwenendo uliokuwepo katika dini. Kwa hiyo siku ya kufurahi Waislamu imekaribia. Kinachotakiwa ni kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo kwa toa, ucha Mungu, watakwa, itoati kumtii Allah, watakwa na ucha Mungu. Na wala tusiseme kwamba ni siku ya kufurahi kwa namna yoyote ile tutakayoitaka tufurahi, bali tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam ameongoza vipi kwenye siku hiyo, masahaba waliishi vipi ndani ya siku hiyo. Ahbabi fillah, anna nabii sallallahu alaihi wasallam, umethibiti hakika ya Mtume sala na salamu zimfikie juu yake, kadima al-Madina, aliingia katika mji wa Madina. Wa kana li ahliha, na kulikuwa kwa watu wa mji huo, yani mji huo wa Madina, yaumani yalabuna fihima, kuna siku mbili waliziweka, wakaona wao wanafurahi na kucheza katika siku mbili hizo. Fakala sallallahu alaihi wasallam, Mtume baada ya kuulizia na akapewa taarifa kamili kuhusiana na siku mbili zile, akasema qad ablaghakumullahu bihima khairan minhuma, hakika amewabadilishia Allah, qad ablaghakumullahu bihima khairan minhuma, hakika Allah amewabadilishia kwa siku nyingine bora zaidi kuliko hizo ambazo mlizofurahi na kucheza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yawm an-nahl wa yawm al-fitr, ni siku ya Eid al-Adha, siku ya kuchinja, vile na siku ya kufungua baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maana kwamba kufurahi katika siku hii ambayo tunaizungumzia ni jambo ambalo lililokuja na dalili, ni jambo ambalo limewekwa wazi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliingia katika mji wa Madina Mtume akawakuta wana masiku ambao wanafurahi watu wa mji huo. Katika masiku hayo akawaambia, basi Allah amewabadilishia kwa siku zinginezo ambazo hizo siku ni bora zaidi kuliko hizo ambazo mlizokuwa mnafurahi kabla ya hapo. Idi ya kuchinja na vile vile idi ya kufungua baada ya mfungo wa Ramadhani. Ahbabu fillah, qad hana yaumul farh fa inajitahidhu bihi bitaati wattaqwa, kumekaribia kuingia kwa siku ya kufurahi Waislamu, siku ya kusherehekea Waislamu, kusalimiana, kutembeleana wao kwa wao Waislamu. Tujiandae kwa toa, kwa ucha Mungu, watakwa, na wala tusijiandae katika mifumo ambayo iko nje na dini ya Uislamu, kwa sababu Uislamu una mipaka yake maalum. Ahbab fillah, min almuhimmat, miongoni mwa mambo muhimu ambayo tunatakiwa tuyasimamie nayo katika siku hiyo, kwa sababu tunatakiwa tusherehekee siku yetu bitwaa wa kumtii Allah, watakwa na ucha Mungu. Kwa hiyo kuna vitu maalumu au vitu muhimu zaidi ambavyo tushikamane navyo katika siku hiyo, ili mradi tusitoki katika twaa na wala tusitoki katika utakwa. La sivyo tutakapoghafilika na kujisahau, ndipo tutakapoingia fabidhalika falyafrahu. Kutokana na hiyo basi na wafurahi, yani namna yote mtu anayetaka kufurahi na furahi tu. Bali min almuhimmati fihi, miongoni mwa mambo muhimu, mwa vitu muhimu kuvifanya katika siku hiyo ya kufurahi kwa Uislamu, jambo la kwanza ni zakatul fitr, kutoa zaka ya kufunguza, zaka ya kumfuturisha mtu, ambayo inatolewa siku moja kabla ya sikukuu, ili mradi wale ambao wanapewa zaka ile wapate kujiandaa na nafsi zao zitulizane, kwamba na wao wanacho cha kuwasaidia katika siku hiyo.
au la, mtu umeghafilika, umejisahau kwa namna moja ama nyingine, au ulikuwa bado hujapata uwezo wa kufanya hilo katika siku husika ya Idi kabla ya swala, basi unatakiwa zisambazwe zaka hizo au sadaka hizo kwa wale ambao wanahusika au kwa wale ambao wanastahili kupewa. Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, kutoka Ibn Umar, kwa maana Abdullah ibn Umar anasema, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr, Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake alifaradhisha sadaka ya kufungua, kwamba hii ambayo tunazungumzia baada ya kuisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, min Ramadhana, kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, saa min tamri, alifaradhisha na kuhamasisha maswahaba watoe pishi moja kutokana na tende, yani kwa pishi moja ya tende. Saa wanazuoni wamezungumzia kwa vipimo vyetu vya sasa inalingana na kilo 2.5. Kwa hiyo aliwaambia watoe kiasi kinachokadiriwa kama hivyo kutokana na tende, wa shairi au shairi au ngano, ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamasisha na kuhimiza zaidi vitolewe hivyo ala al-abdi, juu ya mtumwa, kwamba mtumwa naye anahitajika atoe, wal-hurri, na mtu aliyekuwa huru pia anahitajika atoe, wal-dhakari, na mwanaume, wal-untha, pia na mwanamke, was-saghiri, na mtoto, wal-kabiri, na mtu mzima, min al-muslimina, miongoni mwa Waislamu. Sadaqatul fitri, sadaka kwa ajili ya kuwafunguza wale ambao wanaohitajia. Ahbabu fillah, katika masala ya zakatul fitri, sadaqatul fitri, wanazuoni wamezungumzia juu ya hilo. Je, mtu anahitajika atoe akifikia kiwango gani? Ni kama zaka mpaka afikie nisabu maalum? La, bali wamesema mtu ukiwa na uwezo wa chakula cha siku hiyo, kama una chakula chako wewe katika asubuhi hiyo mpaka siku inaisha, ama kile kitakachozidi hapo ziada, basi wewe utakuwa una uwezo wa kutoa zakatul fitr. Na umejitolea wewe, bado kipo kinginecho utamtolea yule unaokaa naye, mkeo, mtoto wako, kama ni mtumwa, wote hao unaweza ukawasimamia kuwatolea endapo ukiwa na uwezo wa kufanya hivyo. Ahbabu fillah, zakatul fitr, zaka kwa ajili ya kufungua. Ahbabu fillah, qad hana yaumul farah, tunachokiangalia na kukisisitiza zaidi, imekaribia siku ya kufurahi Waislamu. Fa inajitaizu bihi bitaati wa taqwa, tujiandae kwa ajili ya siku hiyo kwa kumtii Allah na ucha Mungu, na wala tusijiandae katika maasi na mengineyo, kwa sababu huu si mwenendo sahihi wa Uislamu. Ama min almuhimmat, miongoni mwa mambo muhimu mengine katika siku hiyo ya kufurahi kwa Waislamu, al-aklu qabla al-khuruji ila salah, ni kula kabla ya kutoka kwenda katika swala. Miongoni mwa sunna ambazo tunatakiwa tuishi nazo katika hiyo siku ni kufungua kabla ya kutoka kwenda katika ibada ya swala, kabla tujaenda katika musalla. Mahali ikiwa ni nyepesi katika ibada hiyo, yani kusaliwa katika musalla au kwenda katika masjidi, kama kuna hali inayotatiza watu kuswali katika musalla, basi unachotakiwa kwanza sunna, mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anaelezea na kuweka wazi juu ya namna inayotakiwa siku hii watu washerekee ibada zao, zifanye katika namna ipi. Pia hili kalizungumzia kwamba unatakiwa mtu ule kabla hujaenda katika ibada hiyo ya swala. Kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake, la yakhruju ila yaum al-fitr, hatoki siku ya kufungua, siku ya Eidul Fitr ambayo ni baada ya kuisha kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alikuwa atoki Mtume sallallahu alaihi wasallam hata yuftira, mpaka anafungua. Unafungua kwanza, alafu ndio unaenda katika musalla. Wala yatam yawm an-nahr hatta yusalli, na siku ya kuchinja, Idi ya kuchinja, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoki isipokuwa, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam afungui isipokuwa mpaka anaswali. Na maanisha kwamba Eidul Fitr unatakiwa kwanza uanze kufungua, ama Eidul Adha, ama Eidul Nahr, Idi ya kuchinja, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaanza kwanza kuswali, alafu ndo anakuja kufungua. Kwa hiyo sunna ambayo tunatakiwa tuishi nayo, takwa ambayo tunatakiwa tuishi nayo katika siku hiyo ni kula kabla tujaenda katika sehemu za kutekeleza ibada ya swala ya Eid ndani ya siku hiyo ya kufurahi kwa Waislamu. Ahbabu fillah, ama min almuhimmat,
miongoni mwa mambo muhimu siku hiyo ni alabus ahsana thiyabi wal jadid, ni kuvaa nguo zilizokuwa mzuri na mpya. Kama una uwezo wa kupata nguo iliyokuwa mzuri, nguo iliyokuwa mpya, katika mwenendo wa kufurahia siku hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kwa vitendo kwamba siku hii mtu anatakiwa avae mavazi ambayo yenye hali iliyokuwa mzuri, yenye kuonesha hali nzuri, yenye kuitangaza nzuri ya Kiislamu. Na jamii imechukulia kwamba siku ya sikukuu, hususan kwa wazazi wa kiume au wa kike, katika kuandaa watoto wao, yale mavazi ya kwenda nayo katika ibada kule yanakuwa ya kawaida ya ada, ama yale mavazi baada ya hapo ndio wanakuja kuandaliwa mavazi mazuri kwa kusema haya ndio mavazi ya sikukuu. La, ishara ya Uislamu, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu yake Mtume ya vitendo juu ya swala hilo ni mtu kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri akiwa anaelekea katika ibada na siku mzima kwa ujumla, na wala sio kwa muda tu fulani. La, hiyo alabsu ahsana thiyabi wal jadid, kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri na yaliyokuwa mapya katika siku hiyo, ni katika mwenendo wa kuisherehekea siku hiyo katika mafundisho ya Uislamu na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ujumla. Kwa Taala Allah anasema, ya bani Adam, enyi watoto wa Adam, enyi bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, chukueni mapambo yenu, vaeni mavazi yenu yaliyokuwa mazuri kila pale mtakapoendea ibada zenu, kila mtakapoendea msikiti, mkienda kufanya ibada zenu, basi chukueni mavazi yaliyokuwa mazuri. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, wala tusrifu, wala msije mkafanya israfu, msije mkafanya ubadilifu wa mali katika masuala hayo ya kula na kunywa. Innahu la yuhibbul musrifin, hakika ya Allah yeye hawapendi watu ambao wanafanya israfu katika vyakula na vinywaji na mengineyo katika maisha yao. Bafillah, Allah anatuamrisha kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri katika ibada, kuchukua mavazi ambayo yanaitangaza vizuri dini ya Kiislamu kwa namna moja ama nyingine. Huu ndio mfumo ambao tunaotakiwa tuishi nao. Wafasiri wa Qur'ani katika kuifasiri aya hii wamesema, hapo mwanzo washirikina walikuwa wakitufu al-Kaaba, wakienda kufanya ibada zao al-Kaaba urati, hali yako wako uchi kabisa, wako uchi. Wanaume wao walikuwa wanafanya hivyo wakati wa mchana, ama wanawake walikuwa wanafanya hivyo wakati wa usiku. Kwa hiyo aya hii ikaja ni radda alaihim, hali ya kuwarudi, hali ya kuyajibu ubaya au uovu wa haya wanayofanya, kwamba isionekane ndio mwenendo sahihi, isionekane ndio dini, kwamba watu wanatakiwa wachukue mavazi yao yalikuwa sahihi endapo atakapoelekea katika nyumba za ibada, katika kutekeleza ibada zao. Na vile vile siku ya kufurahi ni siku ya ibada, kama tulivyosema kama ni siku ambayo tunatakiwa tujiandae zaidi kwa ajili ya toaa, na vile vile kwa ajili ya uchamungu, na wala tusijiandae kwa ajili ya kumwasi Allah ndani ya siku hiyo. Kwa hiyo maadamu ni siku ya ibada, mapambo yetu pia yanatakiwa yawe yanaashiria juu ya furaha ndani ya siku hiyo. Ababu fillah, wa ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa ibn Umar, Abdullah ibn Umar, annahu hakika yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu fil aidain, alikuwa akivaa Mtume katika siku za Eid mbili, yani Eidul Adha na Eidul Fitr, ahsana thiyabihi, nguo zake zilizokuwa mzuri zaidi, zilizokuwa bora zaidi, nguo ambazo zilikuwa zinaonesha heshima ya Muislamu iko vipi, na wala sio mavazi mubayyika ya kubana, badala ya kutangaza Uislamu, ya kuonesha Uislamu kama ni dini ya heshima, ni dini ya kuheshimiwa, ukavaa mavazi ya kukubana kwa kiasi ambacho Uislamu unaonekana la sahihi. Yani hakuna chochote, Muislamu amevaa nguo imemteremka, nguo imembana mubayyika kwa kweli, kwa kiasi ambacho hata kama kufanya lile jambo la haraka kulihitajia anashindwa. Si katika kutangaza Uislamu, na wala sio katika nembo sahihi ya Uislamu, bali tunautokomeza na kuutukanisha Uislamu kwa namna hii ambayo tunaifanya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa mavazi mazuri katika siku hiyo, katika siku ya Eid, Eidul Adha, Eidul Fitr, alikuwa akivaa mavazi yaliyoonekana ni bora zaidi, yaliyokuwa akimuonesha mtu mwenye heshima kupita maelezo. Na sisi tujipame na sifa hiyo kama tutakuwa na uwezo wa kulifanya hilo. Ama vile vile kumethibiti hadithi Jabir radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kanat lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulla, Mtume sallallahu alaihi wasallam zifikia juu yake, alikuwa na joho lake, alikuwa na nguo yake mzuri kabisa.
kanat lin-nabii sallallahu alaihi wasallam hullatun yalbasuha fi al-eidain, alikuwa vazi lake akilivaa katika siku ya Eid mbili, wa yawm al-Jumaa, na vile vile akilivaa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguo nzuri, nguo ambayo alikuwa akivaa siku ya Eid na pia akivaa katika siku ya Ijumaa kama siku hii ambayo tuliyokuwa nayo. Hii ndio nembo ya Uislamu. Haya ndio mafundisho ya Uislamu, jinsi ambavyo tunavyotakiwa tuishi, jinsi ambavyo tunavyotakiwa tusherekee kwa namna moja ama nyingine katika siku zetu za kufurahia. Hadi hana yaumul farh, imekaribia siku ya kufurahi Waislamu. Fa inajitaizu bihi bitaati wa taqwa, tujiandae kwa ajili ya siku hiyo ya kufurahi kwetu, tujiandae kwa taa, kumtii Allah, wa taqwa, na kumcha Allah kwa namna moja ama nyingine. Hababu fillah, katika masala mazima ya nguo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sinifani min ahli nar, kuna watu wa sampuli mbili ni miongoni mwa watu wa motoni. Lam arahuma, kwa hivi sasa kipindi nilichokuwepo mimi sijawaona watu hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna aina mbili za watu. Hao watu sio watu wawili, watu wa aina mbili. Hata kama akiwa kila kundi anaingia wangapi wa aina mbili, sijawaona hivi sasa. Lam arahuma, kipindi hicho nilichokuwa nacho, kipindi cha maswahaba zangu, ambaye khairun nasi karni, katika hii karne ilikuwa bora, watu wao bado sijawaona. Akasema sampuli ya kwanza, rijalu, ni wanaume, wa ma'ahum siyatu ka'aznabil bakari, wana mijeledi, wana bakora kama ilivyokuwa mikia ya ng'ombe, yadhribuna biha nasi, wanatumia mijeledi yao hiyo, bakora zao hizo kwa ajili ya kuwatandika watu. Baadhi ya wafasiri wamesema kinachomaanisha ni viongozi madhalimu, ama wale ambao wanetuzunguka kwa namna moja ama nyingine, iwe ni utawala wa polisi na wengineo ambao ni madhalimu. Kwenye hilo wanaingia kwenye hii kwamba ambao hawaangalii sheria ya kumwadhibu mtu au ya kumuongoza mtu katika kitu ambacho kinachohitajika, wanaingia katika maana hiyo. Ama aina ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya watu ambao walisema ni watu wa motoni lakini hajawaona kipindi hicho, akasema kwamba wanisao, na wanawake, ariyatu kasiyatu na ariyatu, wamevaa lakini asili uko uchi, kwamba yeye mwenyewe amevaa, ametoka nyumbani, ametumia muda mrefu sana katika kujiandaa na vazi lake, katika kujipamba, anatoka nje, lakini ariyatu asili ilivyo yuko uchi. Mumilatu mailatu, mwendo wao ni mwendo wa kujonga jonga, yani mwendo wa kuyumba yumba kwa namna moja ama nyingine. Ruhusuhunna kasinimatil bukhti maila, vichwa vyao ni kama manundu ya ngamia ambayo yenye kunesanesa kwa namna moja ama nyingine kulingana na mwendo wa ngamia. Watu hao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yadkhuluna aljanna, wanawake hawa na hawa wengineo wote hawataingia peponi. Wala yajiduna riha, si kuingia tu, hata kupata ile harufu ya pepo hawataipata. Wa inna rihala yudadu bi wasirati kadha wa kadha, kwamba watu hawa, wale watu ambao wenye mijeredi wanawapiga watu kwa namna moja ama nyingine, kwa tafsiri za wanazuoni kwa kusema ni viongozi madhalimu, lakini vile vile na hawa ambao wamejiandaa wakavaa vizuri, wakaona kwamba leo ndio siku yetu ya kufurahi, akatoka vizuri kwamba anajiona mimi nimevaa mavazi yangu, ila asili ya mavazi ya Kiislamu, asili ya mwenendo na mafundisho ya Kiislamu yuko uchi, mtu huyu hatopata harufu ya pepo. Sio kuingia tu, harufu ya pepo pia haitopatikana. Kwa hiyo katika masuala mazima ya kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri, tujiangalie sisi Waislamu, wanaume kwa wanawake, tuangalie mavazi tunawaandalia watoto wetu. Mwingine anasema kwamba si mtoto hana neno, hivi unavyomlea kwa mwenendo huu, hivi unavyomtengenezea mavazi yake, kesho na kesho kutwa na yeye itajengeka vile akilini mwake kwamba hili ndio vazi sahihi linahitajika. Kwa hiyo mavazi haya, mavazi ambayo ya kutukanisha Uislamu kwa namna moja ama nyingine, si mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala si katika mavazi ambayo yanahesabika ni miongoni mwa mavazi ya kusherehekea ndani ya siku hii ya kufurahi Waislamu. Utatoka katika Uislamu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu si mafundisho ya Uislamu. Ahbabu fillah, qad hana yaumul farh, imekaribia siku ya kufurahi Waislamu. Fa inajitaizu bihi bitaati wa taqwa, tujiandae kwa ajili ya siku hiyo, kwa ajili ya toa, kumtii Allah, wa taqwa, na ucha Mungu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahbab fillah, qad hana yaumul farh, imekaribia siku ya kufurahi Waislamu. Falinajitahizu bihi bitaati wattaqwa, bali tujiandae kwa ajili ya siku hiyo kwa taa, kumtii Allah, wattaqwa, na kwa ucha Mungu, kwa sababu siku hiyo ni siku ya kufurahi Waislamu. Na Waislamu katika mienendo yao ya kufurahi hakutakiwi kuwe na maasi ndani yake kwa namna moja ama nyingine, kwa kusema fabidhalika falyafrahu. Kwa hiyo basi na wafurahi, kwamba hakuna mfumo maalumu wa kufurahi. Jambo hilo si la kweli, bali Allahu jalla wala anatuongoza kwa kusema kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kumekuwa kwenu nyewe kwa mtume wa Allah ni kiigizo kilichochema. Kwa hiyo maisha yetu tunatakiwa tuangalie mtume aliishi vipi. Maisha yetu ya kufurahi ndani ya siku hizi tuangalie mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi vipi. Vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khudhu anni manasikakum, shikueni kwangu, kutoka kwangu mimi ibada zenu za hija. Inamaanisha kwamba tufanye vile ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya. Si hivyo tu, bali anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali, fanyeni ibada zenu kama mimi ninavyofanya. Kwa hiyo katika masuala ya kusherehekea ndani ya siku hii, tuseme tuko huru, tusherehekee kwa namna yoyote ile. Tusiingie katika mipaka hii, tunafanya huru na kutoka katika misingi ya Uislamu ambayo tunayohitajika, bali tusherehekee kwa mwenendo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufundisha kwa kupitia kitabu cha Allah jalla wa ala. Ababu fillah, min almuhimmati fi, miongoni mwa mambo muhimu katika siku hiyo, huruju ila salati ala aljamii, kutoka kwenda katika swala kwa wote, familia mzima, familia ambayo unaiongoza katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuiadhimisha vizuri siku hii na kuisherehekea siku hii. Basi tunatakiwa tutoke wote kwenda katika sehemu ya kuswalia. Qalat Mu'atiyya radhiyallahu anha, amesema Mu'atiyya, kunna nu'maru, tulikuwa tukiamrishwa, sio tulikuwa tukishauriwa, tulikuwa siji tukitaka na tunaamrishwa kwamba ni amri, lazima wafanye hivyo. Kunna nu'maru, tulikuwa tukiamrishwa an nakhruja yawm al-eid, tutoke katika siku ya Eid, hatta takhruja al-bikru, mpaka wanatoka wanawake wasioolewa, min khadiriha, kutoka katika vibanda vyao au vijumba vyao ambavyo walivyohifadhiwa huko. Kwamba alat ya masahaba kipindi hicho, kwamba wale ambao walikuwa bado hawajaolewa walikuwa wanahifadhiwa ndani, hawatoki kwa namna moja ama nyingine. Na wala haimaanishi yule ambaye aliolewa alikuwa anatoka na kutanga tanga, la, bali hao walikuwa wanakaa ndani zaidi. Sasa Mu'atiyya anasema kwamba tulikuwa tunaamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tutoke kwenda katika Eid, hata wale ambao walikuwa wanakaa ndani zaidi, wanahifadhiwa zaidi, nao pia walikuwa wanaamrishwa watoke. Hata takharuja al-huyyabu, na mpaka wanatoka watu wenye hedhi, kwamba wamama waliokuwa katika hali hiyo, au watu ambao walikuwa katika hali za nifasi, kwamba wale ambao wasitakiwa kudiriki swala, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamrisha watoke pia waende katika musalla. Fayakunna khalfa an-nasi, hao watu ambao wasiyetakiwa kudiriki swala kutokana na nyudhuru zao za kiafya, iwe ni hedhi au nifasi, wanakaa nyuma ya watu, kwamba wanakaa nyuma, wenzao wamekaa hivyo, wanakaa nyuma zaidi kujitenga nao. Lakini kwa ukabirna bitakbirihim, wanapiga takbira kama walivyopiga takbira hao wengine. Hao wengine wakipiga takbira, na wao pia wanatakiwa wapige takbira. Wayaduuna biduaihim, wanaomba maombi yao walivyoomba, na wao wanaomba hivyo hivyo. Lakini wayarjuna barakata dhalika yawm wa taharatihi, na vile vile wanatarajia kupata rehema, neema na baraka za siku hiyo. Kwamba haya ni mafundisho ya dini, haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika masuala mazima ya kuisherehekea siku hii ni kutoka wote kwa ujumuiya kwenda katika sehemu za musalla, sehemu za kuswalia au sehemu za misikiti kwa ajili ya kutekeleza ibada. Ama kuna ni ugumu zaidi, kuna uzito wa watu wote kuingia msikitini kutokana na udhuru hizo, basi kutafuta namna yote ya kujitenga kwa hao ambao wasiotakiwa kufika katika eneo hilo. Lakini kikubwa kwamba wafuate mwenendo huo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeweka, kwa sababu Mu'atiyya yeye hajasema kwamba tulikuwa tunashauriwa, tulikuwa tunaamrishwa. Ni amri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama katika kipindi tulichokuwa nacho, hususan ala al-huyyab, watu ambao wapo katika mienendo yao ya kiafya, watu wenye nifasi, watu hao wa mara nyingi sana wanajisikia haya kutokuhudhuria katika sehemu hizi. Inna Allah la yatahi min al-haqqi shay'a, kanuni ya Allah kwamba haoni haya katika jambo la haki kwenye kitu chochote kile. Maana tumeshaamrishwa hivi,
wewe kiongozi wa familia, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye siku hii ni kutoka wote kwa ujumuiya kwenda katika sehemu za musalla, sehemu za kutekeleza ibada ya Eid. Ahbabu fillah, wa min almuhimmati, na miongoni mwa mambo muhimu baada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, baada ya kutekeleza ibada yetu ya Eid, baada ya kufurahi katika siku yetu ya kufurahi Waislamu, ni siyama 6 ayyam min Shawwal, kufunga masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, mfungo mosi. Baada ya kusha kwa Ramadhani, umeshaswali Eid, siku imeisha ya kufurahi, siku inayofuata Waislamu tunahitajika tufunge masiku 6 katika mwezi huu wa Shawwal. Katika sehemu hii pia kuna mtihani katika jamii kwa namna moja ama nyingine, kwamba kuna baadhi ya wanajamii Waislamu wanaume ambao wanapiga mahesabu kwamba hizo siku 6 za Shawwal, mfungo mosi, hizi ni kwa ajili ya kina mama, kwa sababu wao walikuwepo kipindi cha Ramadhani, wana mitihani tofauti tofauti, wanaudhu, hivyo hizi zimekaa kwa ajili ya kuziba yale mapengo yao. Hapana, kulingana na faida ya siku hizi, kulingana na faida zinazopatikana ndani ya siku hizi kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo la wote, ni jambo la Waislamu wote kwa namna moja ama nyingine. Bi hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, kutokana na hadithi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu zilifikia juu yake, qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam zilifikia juu yake akisema, man sama Ramadhana, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, kwamba mwezi wa Ramadhani akausimamia vizuri akaufunga, thumma atba'u 6 min Shawwal, kisha akafuatilizia mwezi wa Ramadhani na masiku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahari, funga yake inakuwa ni kama funga ya mwaka mzima. Yani endapo utakapofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukafuata kuja kufunga haya masiku 6, funga yako inasabika kama ni funga ya mwaka mzima, kama mwaka mzima ulikuwa unafunga. Kwa hiyo hizi faida ni za kina mama peke yao? La hasha, bali hizi ni faida ambazo tunatakiwa wote Waislamu tuzipupie katika kuzipata faida hizi. Kwa hiyo miongoni mwa mambo muhimu ni kufunga katika masiku haya 6 ya mwezi wa Shawwal, kulingana na hadithi hii ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, pindi alipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, yule mtu ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na akafuatia masiku 6, basi funga yake itakuwa kama ni funga ya mwaka mzima. Na katika ufungaji haihitajiki au haina wajibu kwamba tutakapomaliza tu moja kwa moja ndio ufunge. Hapana, bali unaweza hata ukakaa ndani ya masiku yale ambayo utakayoyaona kwako wewe ni wepesi kuyafunga masiku hayo 6, utafunga, lakini usiishe mwezi wa Shawwal, kwamba tuwe ndani ya mwezi wa Shawwal. Useme kwamba ukimaliza tu hapo moja kwa moja. Hapana, bali ndani ya mwezi wa Shawwal utahitajika ufunge masiku 6, funga yako ipate fadhila ya kuonekana kama ni funga ya mwaka mzima. Hababu fillah, kadi hana yaumul farhi, tunachokiangalia imekaribia siku yetu ya kufurahi Waislamu, falinajitaizu bihi bitaati wa taqwa, tujiandae kwa ajili ya siku hiyo kwa toa, kumtii Allah, wa taqwa, na ucha Mungu, na wala tusijiandae kinyume na hivyo, kwa sababu endapo tutakapojiandaa kwa maasi tunatoka katika safu za Uislamu. Waislamu watakiwa waishi katika namna hiyo, mazingira yetu ya kusherehekea siku yetu, kwa sababu ni haki kwako wewe, kwangu mimi na kwa mwingine ndani ya Uislamu, basi tunatakiwa tusherehekee katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na kuangalia mienendo ya wasiokuwa Waislamu, kwa sababu hawa wote hawataki mwenendo sahihi wa Uislamu ufikie malengo yake. Kwa hiyo tusiingie katika mitego ambayo sisi tumetegewa kwa namna moja ama nyingine. Tuangalie Uislamu wetu unataka nini, Uislamu wetu tunataka tujipambe na mapambo gani, watoto wetu tuwalee katika mazingira gani ndani ya siku hizo, watoto wetu tuwavishe mavazi gani ndani ya siku hizo, ili mradi tupate fadhila za siku hiyo ya kusherehekea, kwani ni siku ambazo Allahu Jalla waala amezilizia kwetu sisi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoingia katika mji wa Madina na kuwakuta wana siku 2 wanasherehekea, akawaambia kwamba Allah amewabadilishia siku 2, kwamba Allah ameshazilizia hizo siku alizowabadilishia, mtafurahi ndani ya siku hizo ambazo ni bora zaidi kuliko hizo ambazo mlizokuwa mnafurahi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.